What's up, good people, and welcome to Let's Talk Film with Kavata. Our beautiful location is Rustic Haven, located in Rongai. And today we have one fine actor with us. Karibu sana. Welcome to the show. Yeah, what's up, my people? My people, It's okay. yeah. So, yeah, what's up? I'm good. How are you? I'm good. You're looking great. Thank you. So, You're also looking great. thank you. Yeah. So probably will you just tell us, ambia watu wewe ni nani? Of course wanakujua, lakini waambie tu wewe ni nani? My name is Brian Kabugi. Boogie, really Boogie. I'm an actor. I'm an event organizer, and I create content. So you're a content creator. Yeah. Personally, niki watch pia mimi nilikuwa mtoi sawa. But sasa now that I'm watching you, naona wewe ndio mtoto. Mbona? So because you started with Machachari. Mimi ndakuwa campaign manager na deputy advisor. Ama deputy advisor wako. Usiogope mademu. Kwanza unajua kuanga na mood si. Hebu acha kuongea vibaya. Sasa ni dema hizi shinda. Usifala kama nafikirianga hivyo kuhusu mademu. Si hivyo ndo tunafikirianga. Hivyo ndio inakuanga. It's because you're growing in the screens, you get. But sasa sisi tuna grow behind the screen. Behind the screen. So I started watching you way back in Machachari. So probably we'll start your journey vile ulianza from uko Machachari until now you're all grown. Yeah, I started acting I started Machachari in 2011. 2011, yeah. That was like 3 years after the show had started. Yeah. Yeah. I got the role. My role. I was playing Kenny, and yeah, from there on it was just growing ever since and going up. Yeah. And there's this film that you have featured in which is very, very great, The Dream Child. Si watu wakuwa hivyo kevo. Fanya venye utafanya. Labda we are talking about yule Kevin wa kitambo. Wasai. I don't know what's up with Kevin. Yeah. So will you just tell us about it, vile uli get your role, as in vile ulifika to Dream Child? Let me start with my Machachari story. Yeah. Okay? So Machachari was very funny because my cousin alikuwa neighbors na nyumba ya kina Almas. So like that was the whole, hapo ndo ilikuwa place ya production tukimit, that's why kikam for breakfast before so end of shoot ghetto, and also that's why everybody was staying, and the producer was staying there. So mi nikaenda kwa kuzo yangu kanisho buda tulile kijana Machacha. Alikuwa anaenda huko kuchill. So I went one day with him. First day, second day, I just went to the producer. I told her I want to act. I can act and I want to act. Told me, we'll give you a chance. I'll audition you. She auditioned me. Then I had to wait for like 6 months now to get like a real audition for a role. Yeah. Yeah. So wait, before that 6 months you were doing something as an extra? Yeah, extras. Oh, extra okay. Crowd, kujaza crowd. Unaona? Yeah. Kupita kuwipe camera. Unaona? Yeah. Good old days. Yeah. So yeah. Then from there too ndio persistency tu. Kuwa persistent, kuwapigia kila siku for 6 months. Wanawapigia kubelieve tu na kuomba sana. Yeah. Finally kajipa. So sasa hiyo ni story ya Machachari. So hiyo ni Machachari, yeah. Alafu sasa nikapiga Machachari hadi ile time nikaacha kupiga. Hadi sikuacha kupiga. Nikapiga Machachari ndio Dream Child ika come through. Yeah. I went for the auditions. Nakumbuka it was 2016 I think ndio ilikuwa audition ya kwanza Dream Child. 16 17 hapo. Yeah, so I went kapanga line
nilipanga line, nilikuwa I think nilikuwa msewa 192. Kulikuwa na wase wengi hiyo place. Ilikuwa National Theatre. So wase wengi walikuwa wamekaa. Yeah. So I think niliauditioniwa kitu 3 PM na mimi nilifika huko kitu 9. 9 in the morning sasa. So uko kwa line wazungu wewe si ndio boy wa Manchester? Mbona uko kwa line? Wazo radi as in. Oh ni juu, it's because there's this norm of watu wakienda auditions wana expect au mastaa wamezoea kupita, so yeah. Kupita. Okay, ni ukweli. Yeah, it's true, it's true. Master ulisizio nini? Mbona sasa wewe kama ulikuwa star hiyo time wa Machachari, nini ilikufanya usikapite? Hakuna mzee ananijua hapo. As in, okay, mimi naweza fikiria wewe unanijua. Yeah. Ama director ananijua, ama producer. Wananijua, yes, but ukishajeka hiyo mentality, hapo ndio pride ukam. Ndio ndio shida maselebu wengi. Yeah. Ama wase wengi wenye wamekuwa exposed. Unaona? So ningeingia kwa hiyo audition hall na mentality ya nisha kwa set. Hadi nikiwaambia watajua nini. Unaona? So nikikamna hiyo mentality sitaweza kuperform. Unajua ukiwa humble utaka proof point. So you do your, ukijua wenyewe hujafika, you want to do better. But ukishajeka mentality ushafika, utajipata performances zako zitakuwa kawe ni msanii. Utaacha kuperform. Ukienda studio you just do it to spend time. You already ushajeka kwa akili you're the best. You know, you know everything. Yeah. So mimi nilipanga line. Tulikuwa najua. Nikaingia nikapiga show. Auditionio. Yeah. And they were very cool, as in us any actors were noma. Gatonya ni actor mnoma sana. The guy now the director of the film, Gatonya Wakur. Ni mnoma cause hakunipea sign yoyote ati wewe ndio uta-get role. Nice. Perform. Nice. We'll call you. Alikuwa na watu nyingi wote equally. Kila same. So like, yeah, we'll call you. Mimi nilitoka hapo niko like, kijipe. Hadi nikasahau. Nimeenda hiyo audition. Yeah. Ndio saa wakanicall after a while, a few months wakanicall akaniambia yeah, we shortlisted you for a callback audition. Tukaenda tena callbacks. After callbacks then the final audition sasa. So we did 3 auditions. So callbacks is also a bunch of you doing so the same role. The same role. Now a shortlist. Now then the final audition mko like watu watatu for the same role. So kuna kwa na hii mentality wase uko nayo ati maceleb kwa screen atukiona tu maceleb kama si hakuna msata believe sana ipay audition for Kina. Yeah, true. You know, and she came for callbacks and she came for callbacks again. Yeah. Nobody will believe. Obviously director akiandika show akona specific characters in mind. You know, anajua shawak na wao. Yeah. But our actors wao kuja audition bado. Unaona? Director atapigia Jimmy Gathu kumwambia come on set. Yeah. We having this new show. Would you come for the auditions? Unaona? So kuna kuangalia mentality wase usema ati wase wanakuanga wamechagua. Yeah, ati kuna a certain group of people wenye wanafanya adverts zote, kuna a certain group of people wenye ukienda ubonge na wewe msia kuambie anakuambia pengine hadi alispend 8 years kwa industry bila anything. Na by the time alijiprove doors zake ziko open. Yeah. Unaona? So hiyo kwanza inakuwa mentality very misleading. Mimi nikienda live Instagram live zangu ndio swali miulizo sana nikimit na wase au niambia ati hakuna opportunities and all. Opportunity haitaikukujia man. So lazima mimi kazi singejitolea hiyo day, singejitolea kwenda kwa kuzo yangu na kwenda kwa hiyo keja na Machachari. Ningeshinda ngani kiwika mimi ni actor mnoma but Kenya hakuna opportunity. True. I get. So hiyo ndio Kenya generation yangu pia huwa get. As in ethic kama wangekuwa brave enough kutoa lamba lolo. Akungekuwa sorry. It's okay. Kama wangekuwa brave enough kutoa lamba lolo, genge tuna inge nini? Kweli hakungekuwa na genge tuna. Na immediately walitoa hiyo ngoma. Crew zingine zikakam, sailors wakakam, uchongolo wakakam. Sina maanisha ilikuwa ngoja tu that voice. That one voice, una get. So the same thing kwa sote young, as in acha kutumia maceleb ini kitu mulamo waambie hivi wase. Acha kutumia CDM. Piga content, tag huyo celeb. Kama content ni kali, mimi always ukiangalia stories zangu za IG utaikosa kama nimerepost content ya mse. Mtu mwenye amekutana. Mse mwenye amenitag, mse mwenye anaona iko, mse ni mfani. Acha nimpige boost. So I think problem ya generation yetu wako
wako I think let me just use the lazy word, wako lazy because hao wanataka kukudm wakwambie vile ulifikaje hapo. Hawataki kuamka waende auditions, hawataki kuamka wafanye kitu. Yeah, kuna hiyo ndio inakuwa the main thing, kujihold back. They don't want to do it, they want the easier way. Vile wewe ulifika ndo anataka tumie that same shortcut route. Exactly. It's kama wewe ungeshinda kwa DM ya Betty Kiala, nikimuuliza vile Betty, how did you make it? Betty, you know me, I'm a very good host. Will you please, unadhani wasa wangapi wana DM Betty time? Sana, of course. But sahi wewe ukiapproach Betty ukamwambia I have my own show, come, I do an interview, ama you just come even and see, ama you just send her a link to your show, hiyo itakuweka apa juu ya effort. Unaona, juu ya effort, kuna hiyo effort umemake. Hiyo slight effort ndio muhimu. And that slight effort inaweza change life yako in a very major way. True. Yeah. So tulikuwa kwa Dream Child. Yes. So nika get role ya Dream Child, tukashoot. Dream Child I think nilifika hiyo set nilikuwa like wow, kuni wapi. Do you think sikuwa before kwa set kubwa kayo apart from my adverts in the but like set nilifeel like for many years nilikuwa nimebelieve industry yetu iko chini. Juu sikuwa kwa set. Okay, Machachari but it was just basic set. Unaona? Basic to set, but when you go to Dream Child, unaona people really invest in films. Unaona, from the equipments being used, equipments zilikuwa zinaingia na trucks. Mimi niko like, Nashanga equipments zibebwa na lori. Mimi nimetoka soka mnandai na bag. Unaona kila kitu ina fit kwa boot. Una get? Azinwa, yani kuna set yenye tukichapa breakfast performance hapa hadi huko azin treatment pia. So hiyo time ilikuwa shock, ilikuwa like uko ni wapi ni. So I think pia ilikuwa opener, ikanishow pia mimi nilikuwa nilikuwa critic to Kenyan industry nini, but nika realize a lot of people invest on the films, but si wenyewe ndio tutaki kuwatch. Like si wenyewe ndio we don't support our own content. But pia on that point pia producers have a major issue. The people who do films, because one thing about doing films, and there's another thing about how you distribute your film, how you market your film. No. Producer hata to a movie. Me I know guys, me kuna movies, short films nimepiga hadi leo zimekaa 5 years. Hazijaitoka. Na unashindwa mbona unaona juu mlifanya budget ya kutoa movie, hamku budget ya marketing. So movie kishatoka ndio una realize shit, tunahitaji doa ya kudu no. So most films, you know, films that is on fine day, most films ase inakwanga tutoe movie tupeleke cinema premiere, waswa kama watch reviews, tutese social media tuseme venye movie ni noma, alafu kutoka hapo twende festivals, tupeleke movie France, tupeleke movie Spain, tupeleke movie South Africa, tupeleke movie Zanzibar, alafu kutoka hapo but ukienda tao kumit tu random Kenya mwambie umeona hii movie, umeona Supermondo, haijui bado. True. Because creatives tunashindana tusema to support Kenyan content, but si kila mtu hata afford kulipa 2000 cinema. Yeah, sure, it doesn't make sense. No, it doesn't make sense. Pelekea cinema mashinani. Hiyo initiative hadi leo nangoja kuona venye imehelp vijana. Umeshinda mkuona shinda wakiwika cinema mashinani, nangoja kuona. In fact, mimi naomba. Unaona? Nangoja board, nangoja kuona. Unangoja kuona vile impact imefanya kwa vijana. Impact imefanya si kwa vijana pia kupush content yetu. Yeah, true. Hiyo ndio one place cinema mashinani nafaa kuona chukua hizi films zinaenda Ocha. Unaona zinaenda Ocha kwa town hall, kwa chief, naambia chief ambia wasee kuna hii movie tunaweka. Unaona? Kila mtu akuja na 30 bob. Exactly. Ama 50 bob. Affordable. Kitu tu affordable. Ekea wasee wa Ocha. Unaona? Kuja tao, enda machuo, enda kila campus. Unaona? Because that's hiyo ndio plan tuko nao na Dream Child. It will take long, but it's taking a while, but it's a plan. Unaona? It's a because we did the premiere. Tulionyesha a set of people the film. And they loved it. Unaona? So now the next step now it's distribution of the film. I get. And that's the major issue we have in Kenya. That's a major issue.
hatu sisi kama Kenyans we are not watching it because kama sasa ikiekwa 2000 bob una imagine utalipa 2000 bob watch content ya mtu. Exactly, so unaona. So na mimi si blame Kenyans. Unajua hiki tunakuanga very it's a dilemma. Yeah. Producer atasema I spent 5 million to produce this movie. Mkenya atasema mimi nikulipe 2k. Ni watch 2k. Unajua 2k by the way ni rent ya mse place. Kuna mtu analipa rent. Kuna mtu geto analipa rent sonani. So hiyo ni rent ya miezi 2 na bado umbakisha ingine juu. Alafu sasa na imagine atalipa. Alafu ati aone so get. Yeah. So lazima tukue versatile. Obvious eka movie cinema. There are people who can afford to go on cinema. Let them go watch. No. But lazima tukupeleka movies shule, high school. And then mimi niko high school tulikuwa tunaletewa maceleb, kuona maceleb tunalipishwa so na tunalipa. Mnataka kuona motivational speakers. Una siku kwanza movie ka Dream Child. This is a film that speaks volumes. Yeah, a lot of especially volumes. To the generation and to the boy child. A lot of volumes. Any film inafokwa imechukuliwa hadi na ministry. I get. Yeah. Na tume approach us wote but the government is slow but anyway we are hoping. We know they are working. You know. It's such a good movie sababu ina empower the boy child. I feel like sisi kama girl child tumekuwa so much empowered that they tend to forget that you guys exist. Ndio maana unapata that thing of mwanaume hafai kulia. So every time you go through something, you just hold it back. Inafika 2 points zimekushika kabisa. It becomes depression. Unapata umejiua. You get so. I think the girl child was never empowered. Really? I think you guys were lied to. We were lied to. It was not empowerment. As I'll never empower you by telling you the opposite gender is doing wrong. Mr. Stuck when of course that is not empowerment. That's not empowerment. True, that is not empowerment. Stuck amnikwambia ati best yako ni mbaya. Ndio ni kuempower. True, empowerment ni kukupe equal opportunities. Empowerment ni kukuonyesha ku respect that gender and showing that gender to respect me. True. That's empowerment. Unaona? Empowerment suku kuja kusema males ain't shit. Yeah. Unaona? Men are trash. Kusema ati men are trash. Kuja kusema ati me I can do what a man can do. There's a reason why you are a woman. True. There's a reason why. You are a goddess. You are a queen. So get. So I think wasichana wetu walidanganywa. That's a fact. Walidanganywa hawakuwa empowered. Not all of it is empowerment. Yeah. They are lied to because there's this thing I saw whereby feminists wanaenda waongea online about empowerment. Yeah. Wakirudi home they have a house help. Yeah. Who's a lady, who's a mom. They mistreat that house help. Oh yeah. But wakiwa kwa interview watasema how women should rise up and be strong. Yeah. That doesn't make sense. True. Get. Yeah. Our leaders. Acha tunsikie kwa politics but our leaders pia, the female leaders, what are they doing to empower? Tumekuwa na women reps. But we're still having an issue of rape cases, domestic violence. Just because tuliaka role ya women rep imanishi issues zimeisha. True. In fact, me I think that was the shittiest thing that happened to Kenya. But this is Kenya, yeah. Because we're still having domestic violence. Women are still being raped. Yeah. You know, girl child, hawana sanitary towels. But at the end of the day, it all narrows down to a person. It all narrows down to a person. You get? Tunaweza kewa president, tunaweza kuwa ni a female president. Yeah. But if she doesn't know, understand, and agree the cause of why she's there, it won't work. It all been in vain. Same to our industry. Mi huona tu mse fulani akiongea sana social media, mzito fulani akiongea social media, but atusaidii si creatives. Watu wataenda social media waseme venye gengeton ni mbaya, but trust me, hakuna mse ashaipigia ethic waambie come to our office. Yeah. We teach you how to brand yourself. By the way, we teach you the business aspect of music. True. But social because media, you have crowds. Yeah, because you have crowds, you are talented, you have crowds. You have over 20 million accumulative views. Yeah. Let's teach you. True. Now that's empowerment. Sikwenda social media kwanza kusema gengeton is sijui bad ati the UDCI anafaa kuinvestigate hao vijana. Then what? Hao vijana wako studio. Hao vijana wako mtaa. The guy chose a knife, chose a pen over a knife. He chose a pen over a gun. True.
government haitupei majob. So msee amepata mboka, amepata pale anaweza ingiza do fulani daily, lakini bado gava inamfinyia. So pia inaongeza so much, hata mwambie wasanii wanakuwa even more depressed. Because 10 years from now, wewe msanii atakaa chini aseme okay, I did this, I made these mistakes in my career. Yeah. But all you guys did was tell me the wrong side. Hamkunisaidia kuimprove The positive part, as in mwite mweleze. Yeah, you're so quick to give suggestions, as in you're so give to bash me, but you're not giving any assistance. That's the issue we have now. That is true. Msanii wataongea waseme hey, Rafiki cannot be played. Rafiki cannot be watched in Kenya. Niliona Rafiki imekuwa Showmax in Mozambique, South Africa sijui wapi, but it's not, and it's our own film. And it's our own. Kenya, yeah. It is so sad. Yeah. So how was your experience acting in Kina? Amazing. Nilimitwa sikuwa idha ninakuwa same set na wao. I learned a lot from a lot of Yeah. actors, big actors, ma veteran, ma veteran, ma legends, unaona? Yeah. Directors, Victor Gatonya, Likarion Wainaina, unaona? From actors akina Jimmy Gathu, Sanaipei, Carol Midimo, Lydia Gitacho. As in, me, I think for the short time I was in Kina, I grew. Nimegrow sana as an actor. The experience too ilinisaidia sana. And a lot of people noticed you because ever since that Leo character died, as in people have never moved on. Watu wamekuwa kiongelelea, mbona mliwa Leo, as in pia ulisikia vibaya kukufa. Aje nikwambie. Tukifanya rehearsals, nilienda nikamwambia Gatoni I don't want to do this role. Juu ulikuwa unajua. Because I'm dying. Because you're dying. Unajua kuna kitu mbaya kufanya show. Unajua. Unakufa manzi. Kuna deadline. Yeah. So the guy akaniambia, don't be stupid. Yeah. No. Au utafanya hii Leo. Kuna mtu mwingine atachukua hata kama ifanye. Unaona? Na sasa huyo mtu yake itaextendiwa. Yeah, itakuwa tu. There's a reason why we chose you to do Leo. Yeah. Unaona? Yeah. Akaniambia you just do your best. Hadi kani 2 episodes do your best. And that's another thing. Mimi nilifanya role yangu, episode yangu ya kwanza Machachari, ni episode ndo. Hiyo role ilikuwa hadi iko ikae. I did that role so good. Walisema lazima tufanye hii kwa a whole family. Sababu ya vile ulipiga poa. Yeah. When you do it, the initial role ilikuwa kulikuwa mwenye kwa katika sister yangu Demanto Triza. So it was all around, ilikuwa around Triza. Yeah. Then waka realize shit, boy. Yeah. So do waka expand your story. Ilikuwa one time story but sasa ikakuwa a very big, the same thing to Kina. Unaona? Yeah. Kina imefanya ni kupata recognition ya actors wenye square idhani hadi watawaijua. Na exist yani, una get akina Kate actress and all, akina Phil, unaona, akina Abel. So pia generation, mimi nasemanga anything you do, unaona, asiva even this show, it might seem so small, but it can have a great impact on your career in the future. Unamsema naona hapa ndo nimekwambia, ujui nani atawatch kitu tukipost. True. Unaona, ujui mbigi producer mgani anaenda YouTube kuscout talent, anatafuta tu ma YouTuber wenye wanafanya shows. Yeah. This is an interesting show, I want you in my TV station. It's all about starting. So it's all about starting, it's all about giving your all. Hadi God uona. Mimi hiyo ndio nakwanga concept yangu ya faith yangu inakwanga. It's not about how many times you go to church, it's not about all that. It's about inside. Yeah. You do good to the people around you. You do your best in whatever you do. And you also show an effort. And you show an effort. Na universe too will go your way. Ulisema una do events. Yeah. Umefanya events gani so far? Nilianza kudo events nikiwa high school. Tulianza na mabesti wangu na Sir Jeremy, big up Sir Jeremy, Dalvo, Neru. Tulianzanga tulifanya ile event, unakumbuka ile event ilikuwa Summer Fest? Nakumbuka. Tukafanya Summer Fest, watu wakakimbia. Tulikuwa tuna grow by the way, tunge decide to give up. Tunge give up, but we were growing. We did mistakes, unaona? Na tulilearn, unaona? The venue was so small and people walikam wengi, so pia the location. Yeah. Karen hawezi piga kelele and all. So we learned. Then we did another event called Sundance. Then now we decided, I met a guy called Kalta. Yeah. Kalta Brand. We did the NYE with him. I did 2 NYEs with him, 2016 and 17. And then now
we did knife, I started doing club gigs. Yeah. Nikapiga moja mbaya sana 2018 nikapiga moja mbaya sana Thika. It was a Gengeton edition for Thika Club Image. Then we did Knifefest. No, Knifefest I think was the prime with Bridget Acheng. Bridget Acheng. Yeah, so we did Knifefest and Knifefest is coming through. And yeah, so kuhustle tu kutafuta dope alitakam. Juu sasa ulianza kuact ukiwa hivyo mdogo. Is this something that you're planning probably kama unataka kwenda shule kusoma film or anything? Yeah. I was supposed to join Kenya Film School last year, but I was shooting Kina at the time. So I was to join this year, then Corona happened. So but kila kitu wana plan, no? Yeah, kila kitu wana plan. But yeah, I'm planning on pursuing film as a career. So if you're going to pursue film as a career, are you planning to go like behind the cameras, like to be the film producer? Yeah, okay. I love acting. I love acting, but also I want to do directing and producing. Okay. You know, because at the end of the day, I want to be an actor forever. Yeah. You know, lazima pia ni wache wengine space at least. Na hata mimi nikiwa kwa space ya acting, I can start my own projects and you know, help guys who are down there when wanataka hiyo. As in you just create employment out of it, which is I think that's a good thought. Yeah. What's your thought on our artist wenye sasa wana upcome? Wote tu in general? I think the main thing upcoming wanafaa kujua ni approach venye wanakam approach yao kwa industry. Gengeton ilianza, kuna watu waliwa Gengeton, they're crews, they're talented guys, but all of a sudden every young person anataka kuwa rapper wa Gengeton. And that's very misleading. I get. Yeah. Ethic had something. Yeah. You know, they were talented in something. In their own way. Sailors had their own way. Uchungolo Boondocks gang had their own way. And that's why we are loving their vibe. And there's kuna upcoming yenyewe wako talented, they can rap and all, but they want to do styles zenye ziko ready. New get links mob daily. Mi usikiza. But sometimes nakwanga hard kuambia msee buda. Haiwezi. Unaona? Jukimwambia hivyo screenshot Instagram. Huyu buga na jina ngake motivate wase, uneni ananiambia ngoma yangu haiwezi ni. Na get. Just what I can kusikia ukweli. So me I think ni approach. Take your time to learn your craft. Take your time to learn yourself. Ukuliza wasanii wote. Unajua X-Ray alikuwa na rap before Gengeton. Yeah. Audio Morango was a rapper. Breakless was a rapper for more than 6 years. That's tunawajua. Unaget. Benzema was a DJ. Wow, okay. He was a DJ and an artist. Unaona, Nelly the Goon. Hawa sio wote. So ni time yao ilifika, unaget. Na tukumana wali pop up juu they wali practice craft, walikuwa sharp practice. They prepared themselves for this time. Unaona. So wasa wanadhani tu ati waliamka siku moja tuende studio to record ngoma. Unaona. So pia wase wako na haraka ya kuomoka. Yeah. Wako na haraka ya take your time, take the steps, unaona. Umeanza sasa ina isho. It's the step umeanza na ujui pale itakuelevate to the certain things, there's certain people you'll meet, certain things you'll learn, unaona. Na inaweza kupa many opportunities. So unaona kuna hizo steps. 5 years from now, 3 years, 1 year, 10 years utafika hapo juu na utakumbuka. So kuna hizo steps. Nilianza at least I started from somewhere. Anything that goes up fast come down faster. True. Unaona? Yeah. But ukiona hizo gradual steps, me I'm very far from where I want to be. Yeah. But sijai change craft yangu. Sijai kuwa soshi. Yeah. Ama kujaribu kuwa kitu mimi siko. Ati kwenda kupiga viatu fulani kubwa nikaisijui aje Instagram ndio nipate hizo likes ama anything, unaona. Sijai enda studio kutoa ngoma. Ningetaka kutoa ngoma ya Gengeton ningetoa. Na ingetrend, unaona, but that's not me. Ingetrend tu juu ni boogie ama unaona. Wasonge ni chocha mimi na nitoa ingine. Kumbe mimi najichocha tu, unajichocha. But mimi najua mimi nilitaka kuacta. Mimi nilikuwa pia napenda music, but acting ilikam na ikajipa. So as in wasoti wakuwe patient. Delay is not denial. Hiyo ni kitu Burna Boy usema. Delay is not denial. Na get. Kila kitu iko na time yake. So kawe ni msanii, take time kwanza kulearn your craft. Unaona?
identify mse mwenye anaweza ku-inspire, mse anaweza kuwa mentor wako. Unaona, si lazima hadi mjuane. Angalia craft yake venye alianza. Unaona, kama ni actor, identify your actor. Angalia venye aligrow, unaona, angalia venye industry iko, learn, soma pia. On your free time learn vitu mob, unaona, learn. Wase udhani, mimi waambia wase mimi soma kuhusu acting adhani joke. Unaona, mimi waambia wase mimi ukaivi, mimi watch movies uko na story. Learn. Kuangalia tu reactions up venye Denzel anatumia macho zake. A whole movie. Wase believe. Yeah. Unaona, ni jumi take time. You inatoka take time kufanya research na kulearn. Do by the time una come kwa industry and by the time you're ready to do something, hata yenyewe ikitoka itakuwa na even us will notice ikitu ni kali. Yeah. So it's the same, I think any upcoming. Mr. kuambia ati yo pray waka Mr. hiyo ni mshambiwa hivyo. And ni true pia hiyo, but the thing is learn fast. Learn what you're doing. Unaona? Yeah. Learn what you're doing, jifunze, take your time, usikuwe na haraka. Usikuwe na haraka kuomoka. Kila mtu akona time yake. Unaona? So during hii period ya corona, juu umeongelelea maneno ya ku craft art yako. So is there anything that you're doing, sababu saizi probably there's no much going on. Is there anything you're doing probably for your IG or kuna stuff, there's some content I'm planning to do. There's some content I'm planning to do on my IG. And also I'm shooting a lot of content for my YouTube. So I'll have a YouTube channel soon. Welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel. But nilikuwa nataka the same thing, nilikuwa nataka kuplan. Ningetaka kufungua channel, ningefungua last year na ningekuwa na video 2 hadi leo. But anyway, lazima ningeplan content yangu nijue. Unaona? So many things are coming through. So you guys, you should stay tuned. Wanaambiwa stay tuned for great content. Ndio ile kamera. Keep it locked. Mwambie pale keep it locked. Angalia kamera. Ile ni kamera yako bana. Yangu iko hapa. Sasa si ni wewe ndio unajimarket, so si uangalie kamera yako uambie stay tuned. Stay tuned manze. Any upcoming out there, don't give up. So as we come to the end of our show, what's your take on our industry, saizi film industry? I think tumegrow sana. A lot of positives. I think government yetu ikiendelea kutusupport, ikiendelea kutusupport, as in real support, tutakuwa mbali sana. But I think creatives may think hakuna watu wana roho ngumu ama roho creatives wa Kenya ni wangu, as in the challenges we face and we are still able to produce content. Si bado tuko hapa, tunafanya hisho hapa. Najua kuna challenges mobs face behind camera, unaona? Alafu kuna a lot of content that film safi zina happen, unaona? Shows sahi, unaona Maisha Magic East, Maisha Magic. Kuna hadi ukiona quality za shows, Selena, Kina, you know, even Maria ya Citizen, unaget, as in we are doing our best. Na pia sasa YouTube. A lot of content creators wanapeleka nini zao YouTube. Unaget? Ma YouTuber kina Desagu, Crazy Kena, Flaco, as in we are doing our best to get industry on the map. And I think creatives Kenya wanafaa tu kupewa respect. And anybody mwenye kuna hii conversation and online, I think anybody mwenye anadhani what they are doing is wrong for speaking out, that's so wrong. It is very wrong, sababu ukiona wewe umeongea, I'm telling you there are thousands of stories zenye even worse stories zimekanyagiwa. Kila mtu ako na story, hadi mimi na story. So I think ni vile tu tulisema kama ile the first one, the voice itself. Ule mtu wa kwanza kuongea ndio anaachilia wengine. So I think industry yetu inaenda far because our creatives, any content creator in Kenya who's my age, younger than me, older than me, I think you guys are the best. I think mngekuwa Hollywood. I think mngekuwa mnapata funding kaza Hollywood, kaza other industries. Mngekuwa mbali. Sijui tuko na roho ngumu sana. Creatives wa Kenya go through a lot. So ukiona msee amekuwekea hapo kitu YouTube link for free, just watch. Just support, come follow. Ile siku ataweka kitu yake cinema, go watch. Hata kani punch, uko na hiyo do, kama unaweza afford, just go watch because we go through a lot. And then the government, please support us, like for real.
support ya real. Si social media kutu condemn. Tuite kwa ofisi zetu mtu guide. Kazi ni wase yangu na tunaona tutaenda a wrong path, tuite to guide. True. Kama ndio utagrow. Yeah. Thank you so much for joining me today. Okay. Okay. Thank you manze. It's been real. Nimeipenda manze, imekuwa real manze. Imekuwa interesting actually. The conversation imekuwa so real as in ni real kabisa. Unajua real boogie. Manze, real boogie, no wonder the name Gustavo. Guys, by the way nimedrop jina Brian, I'm Gustavo. Sawa, Gustavo Vanilla. Thank you so much guys for watching. That was a real conversation. Until next time, keep it Let's Talk Film with Kavata. Adios. Amigos. Imekuwa real, ndio? Ngoja hii siku iishi. Download.